Hayo na mengine ni muda usomrefu kutoka sasa, lakini kwanza nampisha mwenzangu Karo Robi akusomea muhtasari wa habari za dunia. Karibu Karo. Asante Sarafina. Mamilioni ya watu wamepiga kura nchini Marekani katika uchaguzi unaoonekana kwa kipimo cha kwanza katika utawala wa Rais Donald Trump tangu aliporejea madarakani. Darubini imeelekezwa pakubwa kwenye kinyang'anyiro cha umea wa jiji la New York, ambapo matokeo yanaonyesha mgombea wa chama cha Democratic Zohran Mamdani mwenye umri wa miaka 34 ameshinda kiti hicho licha ya Rais Trump kutishia kupunguza bajeti kwa jiji hilo la New York iwapo bwana Mamdani angeshinda. Matokeo ya awali yanaonyesha Mdemokrat Abigail Spanberg ameshinda ugavana wa jimbo la Virginia na Mickey Sherrill, Mdemokrat, pia ameshinda ugavana wa jimbo la New Jersey. Umoja wa Mataifa umesema unasitisha operesheni zake katika kivuko muhimu cha mpakani kati ya Afghanistan na Iran kwa sababu ya vikwazo vya serikali ya Afghanistan inayoongozwa na Taliban dhidi ya wanawake kufanya kazi katika eneo hilo la mpakani. Nastia Mohamed na taarifa zaidi. Mratibu wa shughuli za kibinadamu wa Umoja wa Mataifa nchini Afghanistan, Enrique Retwata, amesema vikwazo hivyo vinazua changamoto katika kuendesha shughuli zao, lakini pia inazua hatari kwa watu wanaorejea nchini humo kutoka Iran, ambao wengi wao ni wanawake na wasichana. Retwata amesema bila ya wafanyikazi wanawake inakuwa vigumu mno kukidhi mahitaji ya Waafghan wanaolazimika kurejea kupitia eneo la mpakani la Islam Kala. Mnamo mwezi Septemba, viongozi wa Taliban waliwapiga marufuku wanawake kutofanya kazi katika ofisi za Umoja wa Mataifa kote Afghanistan. Na Israel imethibitisha kuwa imekabidhiwa mabaki ya mwili wa mateka hapo jana na shirika la Msalaba Mwekundu. Mwili huo ni wa mwanajeshi aliyetekwa na wanamgambo Hamas wakati wa shambulizi la Oktoba 7. Serikali ya Israeli inaishtumu Hamas kwa kuchelewesha kimakusudi upatikanaji wa miili ya mateka waliofia mikononi mwao tangu makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyofikiwa kati yao zaidi ya majuma matatu yaliyopita. Hamas imekuwa ikisisitiza ni vigumu kuipata na kuitambua miili hiyo iliyoko chini ya vifusi. Moto mkubwa umezuka jimboni Kentucky nchini Marekani baada ya ndege ya kubeba mizigo kuanguka katika uwanja wa Louisville. Gavana wa Kentucky Andy Beshear amesema watu 3 wamefariki dunia. Right now we believe we have at least 3 fatalities. Hivi sasa tunaamini watu 3 wamefariki dunia na naamini hiyo idadi itaongezeka. Tuna majeruhi 11, baadhi yao wako hali mahututi wanaotibiwa katika hospitali za hapa, na naofia kuwa idadi hiyo pia itaongezeka. Hii ni BBC. Muhtasari wa habari za ulimwengu umesoma kwako na mwenzangu Karo Robi. Unasikiza Amka BBC kutoka idhaa Kiswahili ya BBC, tukikutangazia kwenye FM na redio ya shirika mbalimbali. Kwenye internet ni bbcswahili.com na katika Facebook ni BBC News Swahili. Mimi ni Sarafina Robi. Chama cha Democrats kinaonekana kwa mstari wa mbele katika ushindi muhimu katika uchaguzi nchini Marekani katika jaribio kuu la kwanza la umaarufu wa utawala wa Trump tangu alipoingia madarakani mwezi Januari. Kipaumbele zaidi kinaangazia jiji la New York ambalo vyombo vya habari Marekani vinasema pia linaegemea upande wa mgombea wa Democrat Nastia Mohammed, na maelezo zaidi. Uchaguzi unafanyika katika majimbo kadhaa nchini Marekani, ikiwa ni pamoja na kinyang'anyiro cha kiti cha meya katika mji wa New York, ambapo kura za awali zinaonesha Mdemokrat Zohran Mamdani ameshinda kiti hicho licha ya Rais Trump kumpinga vikali kiasi cha kusitisha ufadhili wa bajeti ya New York kutoka kwa serikali kuu iwapo bwana Mamdani angeshinda. Zohran Mamdani mwenye umri wa miaka 34 ndiye mgombea mchanga zaidi kuwania umea wa New York katika karne hii, na amekuwa kipimo kikubwa cha ushawishi wa Rais Trump tangu Rais Donald Trump kuingia madarakani. Trump alimuunga mkono mgombea huru Andrew Cuomo. Wamarekani pia wamekuwa wakipiga kura ya ugavana katika jimbo la Virginia na New Jersey, ambapo matokeo yanaonyesha Abigail Spanberg ameshinda kiti cha ugavana huko Virginia. Wapiga kura huko California wanaombwa kuidhinisha mabadiliko ya mipaka ya wilaya ambayo yanaweza kuongeza idadi ya wanachama wa chama cha Democrat watakaochaguliwa. Kamati ya kitaifa ya demokrasia DNC inasema kwamba ushindi wa Abigail Spanberg katika kinyang'anyiro cha ugavana wa Virginia ni ishara nyingine. Wapiga kura wanampinga Rais Donald Trump na washirika wake wa Republican wenye ajenda kali. Spanberg ameweka historia kwa kuwa gavana mwanamke wa kwanza wa Virginia, na DNC ilimtaja kama kiongozi wa jimbo la Virginia wote na ambao hawatawahi kuogopa kukabiliana na utawala wa Trump.
Kutokana na maandamano yaliyofanyika Tanzania siku za hivi karibuni kupelekea kusimamisha safari za kutokea bara kwenda visiwani Zanzibar kwa siku kadhaa, imeathiri kisiwa hicho na kusababisha kupanda kwa gharama ya maisha, kwani kwa kiasi kikubwa Zanzibar inategemea bidhaa na chakula kutoka bara. Wengi wanatumaini huenda wakarejea kwenye hali ya kawaida siku za hivi karibuni baada ya safari hizo kurejeshwa siku ya hapo jana. Mwandishi wa BBC Humphrey Mgonja ameandaa taarifa ifuatayo akiwa Zanzibar. Tungule bei gani? 1500. Kilo ngapi dada? Kilo moja tu. Inatosha dada? Hamna, vitu vimepanda bei. Sokoni ni maelewano ya bei, lakini kwa wateja walio wengi ushawishi unawashinda. Haya, nataka kilo, nataka nusu. Zoezi la uchaguzi hapa visiwani Zanzibar lilimalizika salama bila kadhia yoyote, lakini sasa wanakabiliwa na tatizo la upatikanaji wa bidhaa, hasa bidhaa za chakula. Sokoni bidhaa zimepanda bei na hata nyingine hazipatikani kabisa. Biashara yetu imekuwa ni ngumu sana kwa sababu mizigo mingi inatokea bara ikija huku. Kwa hiyo kama mizigo haifiki, ikifika inafika kwa shida ni michache, bidhaa zimepanda bei. Wateja wanasema nini hasa? Wateja wanalalamika kwa kweli sababu bidhaa imepanda bei, imekuwa bei ya juu kabisa. Mnakabiliana nayo vipi? Ndio hivyo inakuwa ni shida kubwa. Nipo nje ya soko la Kibandamaiti hapa Zanzibar Unguja, na wengi wamekuwa wakilalamika ongezeko la bei za bidhaa kutokana na hali ya usafiri ambayo ilisitishwa kwa muda, na hii kupelekea baadhi ya bidhaa zinazotoka bara zisiweze kuingia katika kisiwa hiki. Utamaduni wa walio wengi hapa Zanzibar usiku ni kununua vyakula vilivyopikwa kama vile chipsi, hasa hapa Forodhani, eneo maarufu sana. Lakini kwa sasa wanasema vyakula hivyo vimepanda bei maradufu. Kama mwanzo chips kavu tuko tukienda kununua tunauzwa shilingi 2000, lakini kwa sasa hivi ni 3000. Kwa hiyo gharama maisha imepanda. Kikompea na mfano bidhaa green pepper hizi hoho wanauza 6000 kilo, tofauti na mwanzo. Samaki leo zimepanda bei bado. Avocado kabisa sokoni hamna. Yaani hamna kabisa. Sio tu adha inayowakumba fanya biashara na wateja, lakini wapo wengine wanaopitia kipindi kigumu, hasa wafanyakazi wa sokoni ambao wanategemea kupata kipato chao kwa kushusha mizigo kutoka kwenye magari, na wanalalama mkono hauendi kinywani. Ilituathiri kiasi ambacho mpaka gunia tulikuwa tunanunua badala ya shilingi 70,000 tulikuwa tunanunua 200,000. Kwa hiyo na kama unabeba mizigo, na wewe pia ilikuletea shida kupata kazi sana, kwa sababu kama hakuna mbatata ndo hatuwezi tukafanya kazi. Unaona, tupate mbatata, zishuke mbatata, tubebe mbatata, tufanye kazi. Na ikiwa ni takriban siku ya pili baada ya serikali ya Tanzania kuwatangazia wananchi kurejea katika shughuli zao za kila siku za kiuchumi na kijamii, huku wakiendelea kuzingatia tahadhari na miongozo ya kiusalama, baadhi ya wajasiriamali wadogo wakiwemo mamalishe wamesema kutofanya kazi kwa siku chache kutokana na vurugu za maandamano zilizokumba baadhi ya miji na maeneo nchini Tanzania wakati uchaguzi mkuu kumeathiri biashara zao na kupata changamoto. Halima Nyanza amezungumza na baadhi yao na kuandaa taarifa ifuatayo. Kamati ya ulinzi ya kitaifa na kamati za ulinzi za mikoa na wilaya, na wataka muhakikishe kuanzia leo maisha ya wananchi yanarejea mara moja. Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan akizungumza na wananchi mara tu baada ya kuapishwa, akitoa agizo kwa kamati ya kitaifa ya ulinzi na usalama na zile za mikoa kuhakikisha maisha ya wananchi yakirejea kama kawaida. Amri hiyo ya rais ikafanya utekelezaji wake kuanza jana Jumanne, na kufuatia maelekezo hayo ya rais, polisi nao wakaondoa amri yao ya wakazi wa jiji la Dar es Salaam kwa nyumbani kuanzia saa 12 jioni ili kuwezesha shughuli za kijamii na kiuchumi kurejea kama kawaida. Mama Dula ni mmoja wa jasiriamali mamalisho jijini Dar es Salaam, anaelezea maumivu aliyopata wakati akiwa ndani bila kufanya kazi zake. Mimi nategemea nitoke, nipate riziki, nipate kula na watoto. Sasa leo na siku ya 5 au ya 4 nipo ndani. Ina maana watoto wananiangalia mimi kama mzazi, kama mama. Sasa nafanyaje? Na vitu vile vile vipo juu. Ukiangalia nyama sasa hivi kilo naambiwa 15 au 20,000. Mimi kama mmalishe mdogo ambaye napika kilo zangu 2-3. Hiyo nyama nainunua kilo ngapi? Kwa shilingi 20,000. Unga tupo tunanunua shilingi 1,600. Sasa hivi unga naambiwa shilingi 2,000 mpaka 2,200.
Naona sasa, je, kama si mama lishe, je, sahani hiyo ya chakula tutauza shilingi ngapi? Yaani hapo ndo changamoto ambayo ilikuwepo kwangu mimi. Midangu siku ya Jumatano ambayo ileta 29, mimi kwa kweli sijaenda kazini. Na hapo na watoto wananitegemea, wakiamka asubuhi chai, mchana akifika ataka nini kula, ndo kila kitu mama. Aidha, anasema siku chache alizokaa ndani bila kufanya biashara yake amepoteza pia baadhi ya wateja wake. Ndio kama hivyo vurugu nani atakuja? Wakija kama hivyo banda siku ngapi haijafunguliwa, wengine tena wanaondoka. Naona kwa hapo na kwa nishapoteza wateja, maana nitakapoanza nianze tena kwa kutafuta wateja wengine. Ulisikia tangazo la serikali kwamba wameruhusu shughuli za kibiashara na kijamii ziendelee kama kawaida. Tangazo limetoka, fanyeni shughuli zenu. Je, huo msingi upo? Na ndio hatufanye kazi, tunategemea hela za kula ndani, kama una 200 ndio itoe. Kwa hiyo hapo nipo nyumbani mpaka dakika hii na sijui Mungu akipenda nitaanza lini biashara. Maria ni miongoni mwa wajasiriamali walioamua kujiajiri wenyewe. Anasema licha ya serikali kuwatangazia kurejea katika shughuli zao za kijamii na kiuchumi, kwake yeye bado anakumbana na changamoto. Sijaweza kutoka pia kwa sababu ya mazingira yalivyo kwa hapa Dar. Ili niweze kufika sehemu yangu ya kazi nahitaji usafiri. Daladala chache sana ambazo zinafanya masafa, na sio za masafa yote kwamba kila sehemu zinafika, zingine zinaenda sehemu ambayo mimi sifanyi kazi. Kwa pia imekuwa ni changamoto, na nikitaka nichukue usafiri mwingine kama bajaji wanakuwa wanasema nauli kubwa ambayo mimi siwezi kuilipia ili nikaweze kufungua biashara yangu. Vitu vitashuka kidogo niweze kununua, kwa sababu sukari tulikuwa tunanunua kilo 3000, lakini sasa hivi 4500 mpaka 5000. Tunaomba tu serikali kwa sasa, kwa sababu imesema kwamba tuendelee na shughuli zetu, labda tu iangalie hata upande wa bidhaa kupanda na kushuka kwa bei, kuwe afadhali kwa sisi pia wajasiriamali wadogo tuweze kuendesha maisha yetu. Wajasiriamali hawa wachache wanawakilisha wengi ambao wamekumbwa na changamoto kama hizo na nyingine nyingi katika baadhi ya maeneo nchini Tanzania yaliyokumbwa na vurugu za maandamano wakati wa uchaguzi mkuu. Na sasa tuelekee viwanjani na Victor Kenani. Asante Sarafina. Tunaanza na kandanda ambapo usiku ulikuwa wa burudani, rekodi na msisimuko kwa mashabiki wengi, huku timu mbalimbali zikichuana kwenye ligi ya mabingwa barani Ulaya. Liverpool ilishinda Real Madrid 1-0 katika mchezo uliokuwa kusisimua sana. Wekundu hao walipata ushindi kupitia kichwa cha Alexis McAllister katika dakika 61 baada ya kukataliwa mara kadhaa na kipa Thibaut Courtois. Jaribio la kujituma la kikosi cha Los Blancos kilichojaa nyota wakiwemo beki wa zamani wa Liverpool Trent Alexander-Arnold halikutosha kubadilisha matokeo pale Anfield. Katika mechi nyingine za usiku huo, Mikel Merino alifunga mara 2 huku Bukayo Saka kipachika bao 1, wakati Arsenal ikishinda Slavia Prague kwa urahisi katika hatua ya ligi ya mabingwa na hivyo kuongeza rekodi yao ya ushindi hadi mechi 10 katika mashindano yote. Hii pia ilikuwa ni mechi ya 8 mfululizo bila kuruhusu bao, ikiendeleza rekodi ya klabu iliyowekwa mwaka 1903 katika misimu miwili tofauti. Mchezaji chipukizi wa Arsenal Max Doman aliyebadilishwa kuingia uwanjani alikuwa mchezaji mwenye umri mdogo zaidi kuwahi kucheza katika ligi ya mabingwa. Napoli walilazimishwa sare tasa nyumbani na Eintracht Frankfurt. Atletico Madrid ilishinda Union Saint-Gilloise mabao 2-1, huku Bayern Munich ikishinda PSG 2-1, ingawa mabingwa hao wa Ujerumani walilazimika kucheza wakiwa wachezaji 10 baada ya Luis Diaz kuonyeshwa kadi nyekundu mwishoni mwa kipindi cha kwanza. Tukigeukia soka la wanawake barani Afrika, Cameroon, Misri, Ivory Coast na Mali ndizo zitakazokamilisha orodha ya timu zitakazoshiriki kombe la mataifa ya Afrika kwa wanawake AFCON la mwaka 2026 baada ya viwango vya ubora vya dunia FIFA Rankings kutumika kuamua timu 4 za mwisho kufuzu. Shirikisho la soka barani Afrika CAF lilitoa uamuzi wa kuongeza timu kutoka 12 hadi 16 katika raundi za awali za kufuzu kwa mashindano ya mwakani yatakayofanyika Morocco. Mabingwa watetezi Nigeria walikuwa miongoni mwa timu 11 zilizojihakikishia nafasi zao mwezi uliopita katika nafasi ya pili na ya mwisho ya kufuzu, huku waliotolewa katika hatua hiyo wakitumaini kupata nafasi nyingine kupitia mechi za mchujo. Nitakomea spoti hapo kwa sasa. Shukran sana Sarafina.